Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media, na mimi niko vyema kabisa. Sasa karibu sana tujuzane yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, ikiwa bado ni mapema sana asubuhi. Taarifa kutoka nchini Israel tangu siku ya hapo jana kupitia ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilieleza kwamba waziri mkuu wa Israel alifanya ziara ya siri kwenda UAE wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na kwamba ziara hiyo ilisababisha mafanikio ya kihistoria baina ya nchi hizo mbili, yani Israel na UAE. Lakini sasa baadaye UAE ikaja ikatoa taarifa kukanusha madai hayo na kuyaita yasiyo na msingi, ikisema kwamba uhusiano wake na Israel haujajengwa juu ya usiri au mipango ya kificho. Lakini aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ni Ziv Agmon, yeye alithibitisha madai hayo na kusema kwamba aliambatana na waziri mkuu katika safari hiyo. Agmon alisema Netanyahu alipokelewa Abu Dhabi kwa heshima ya wafalme na kwamba rais wa UAE alimpeleka kiongozi huyo wa Israel kwa gari lake binafsi kutoka uwanja wa ndege hadi ikulu ya rais. Sasa kufuatia tangazo hilo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kwamba Netanyahu alikuwa amefichua kile ambacho vyombo vya usalama vya Iran vilikuwa tayari vimewaeleza viongozi wetu muda mrefu uliopita. Hiyo ni kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Lakini pia Araghchi aliongeza kwamba uadui dhidi ya Irani ni kamari ya kipumbavu na kwamba wale wanaoshirikiana na Israel kuleta mgawanyiko watawajibishwa. Sasa na kurudisha nyuma kidogo, mtazamaji, wakati wa vita kati ya Israel pamoja na Irani na Marekani, moja kati ya nchi ambayo ilishambuliwa sana zile nchi za eneo la Guba, ukiachana na hao maasimu watatu ambao walikuwa wakipigana, kwa sababu Irani alifanya mashambulizi katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati katika eneo la Guba. Moja kati ya nchi ambayo ilishambuliwa sana kwa makombora pamoja na droni ni UAE, yani Umoja wa Falme za Kiarabu. Sasa kile ambacho Iran walikuwa wakikiamini kwamba kulikuwa kuna usiri wa ushirikiano kati ya Israel pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, ni kama vile hawakuwa wakikosea viongozi wa Iran pamoja na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Hapa katikati tumeona harakati za UAE imejiondoa katika ule umoja wa OPEC, lakini baada ya hapo tulishuhudia ushirikiano zaidi kati ya Israel pamoja na UAE katika mkataba wa Abraham Accord, lakini pia tukashuhudia upelekwaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ukiwemo mfumo wa laser beam, lakini pia mfumo wa Iron Dome ulipelekwa katika nchi ya UAE. Licha ya hivyo, ripoti zikaeleza kwamba kulikuwa kuna mipango ambayo ikifanyika kati ya Israel na Marekani kwa ajili ya kuandaa mazingira ndani ya UAE kufanya shambulizi kuelekea nchini Iran. Ndio maana hapo katikati, katika mgogoro wa mlango wa bahari wa Hormuz ulivyokuwa ukiendelea, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilifanya mashambulizi kulenga maeneo kadhaa katika nchi ya UAE. Moja kati ya eneo ambalo lililengwa ni eneo la Fujairah katika kituo kikubwa cha mafuta katika eneo hilo, lakini pia wakapiga baadhi ya bandari katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu. Sasa umbali kutoka UAE hadi nchini Irani ni takribani kilomita 80. Sio mbali sana kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Utaona ni kwa jinsi gani ambavyo ukaribu kati ya Iran na UAE umeleta wasiwasi mkubwa kwa ushirikiano wa UAE na Israel katika kipindi tangu vita vinaanza, vita vilivyokuwa vimesitishwa hadi kufikia hivi sasa. Ndio maana Irani inaiona UAE kwamba ni msaliti mkubwa ambaye anasababisha kumpa nguvu Israel kwa ajili ya kuweza kupanga mashambulizi zaidi katika nchi ya Iran. Sasa incidents nyingi zilitokea hapo katikati. Tukashuhudia kufutwa kwa leseni za shule za Irani nchini Umoja wa Falme za Kiarabu, ikasababisha wanafunzi zaidi ya 1000 kushindwa kuendelea na masomo yao katika nchi hiyo na wakalazimika kurejea nchini kwao. Lakini pia mamlaka za elimu nchini Irani zikalazimika kutoa maelekezo kwamba hata mitihani ambayo wanafunzi hao watafanyia katika vituo vinginevyo, lakini sio nchini Umoja wa Falme za Kiarabu. Sasa kupitia ripoti hii ambayo ilitolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Netanyahu alifanya ziara ya siri
kuelekea nchini Umoja wa Falme za Kiarabu wakati kipindi cha vita kikiendelea, inazidi kuonyesha ni kwa jinsi gani uhasama kati ya Irani pamoja na UAE utaongezeka katika siku za usoni, kwa sababu ushirikiano wa nchi hizi mbili umekuwa kwanza ni wasiri, lakini pia umekuwa hadharani kutokana na harakati ambazo zimekwisha fanyika hasa za upelekwaji wa mifumo ya ulinzi wa anga katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Licha ya UAE kukanusha, lakini bado mamlaka za nchini Irani zimethibitisha kwamba walikuwa wanafahamu hilo tangu mwanzo na taarifa zao hazikuwa zikisema uongo. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, ni kuombe uendelee kusalia nasi leo hii. Nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.